Huu ni sehemu ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030. Ukiangalia kwenye ilani yetu imezungumzia namna ya kuwaendeleza vijana katika mafunzo ya amali. Hii ndio kazi wenyewe tunayoizungumza. Kwa hiyo wana Kangagani na wana Kojani na wana Kaskazini, tuelewe kwamba kazi ya Chama cha Mapinduzi inaendelea kufanywa katika siku zetu zote hizi za utekelezaji, na naamini tukifika 2030 penye uhai tutakuwa tumekamilisha na zaidi ambayo itakuwa imeshafanyika. Niwashukuru. Taarifa ya kitaalamu imetolewa, taarifa inaendelea vizuri, mradi unaendelea vizuri. Ni imani yangu kwamba ndani ya kipindi kilichopangwa mradi huu utakamilika. Lakini wakati tunasubiri mradi huu ukamilike, wakati nimekuja hapa nimeona hii barabara sio rafiki. Hapa kuna mtu wa Wizara ya Ujenzi? Hawapo Tutakutana nao huko mbele. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ili lichukue, na naelekeza katika utaratibu wa matengenezo ya barabara tunazozifanya, barabara hii nayo iwekwe katika eneo ambalo itatengenezwa kwa kiwango cha lami mpaka hapa kwenye mradi huu. Itakuwa ni jambo la kushangaza sana kama tunajenga mradi mkubwa namna hii tunashindwa kujenga kipande cha barabara cha aina hii. Nimeangalia umeme, naona uko karibu hapa. Nadhani hautakuwa na shida. Na huduma nyingine ambazo hazijafika, tutajitahidi huduma zote zifike hapa na hichi chuo kiweze kutumika vizuri. Lazima tuhakikishe hapa wanapatikana madaktari wenye sifa na wenye uwezo wa kufanya kazi kwa kadiri inavyowezekana kwa mujibu wa hadhi ya kituo hichi. Kulifungua jengo hili bila ya madaktari wanaostahiki itakuwa haijatusaidia wala hatujawasaidia wananchi tunaowakusudia kuwapa huduma. Mheshimiwa Rais ametuelekeza kwenye haya. Tusimamie vifaa, tusimamie miundombinu, lakini tusimamie na huduma. Kwa hiyo vifaa nimeshatoa maelekezo, miundombinu ipo tayari, lakini huduma sasa, na sijui lini Katibu Mkuu hizi zitakuwa zimekamilika, hospitali hii kwa matumizi sasa. Nadhani mkamilishe kwa haraka hospitali hii ikamilike na wananchi waweze kuitumia. Jengo hili limejengwa hapa kwa sababu ya mahitaji. Maana ukiacha hapa nadhani kituo kingine ilikuwa lazima uende Kinyasini. Sasa uwepo wa jengo hili na huduma hii hapa itasaidia sana kupunguza usumbufu wa wananchi ambao wanahitaji huduma kama binadamu. Nitoe agizo hapa, nilitoa kule Muyuni na hapa nalitoa. Barabara zote za Unguja na Pemba lazima ziwekewe drainage system. Micheweni ukenda utapata hiyo kesi, ukenda Wete utapata, ukenda Mkoani utapata, ukenda Chake Chake utapata. Sasa hili jambo si jambo la kusubiri kila siku tunapata malalamiko haya ambayo si ya lazima. Gharama ya barabara hizi tunazozijenga ni kubwa sana. Sasa sisi tunafanya jambo kubwa kwa thamani kubwa, lakini tunakuja kudharaulika kwa jambo dogo sana. Watendaji lazima mtusaidie. Malalamiko yamekuwa mengi mno. Sasa hili Katibu Mkuu, nadhani tulishazungumza kwa kina, naibu waziri nilishakwambia, na waziri nilishamweleza jambo hili. Na hii yote ni mtazamo wa kuangalia ile silabasi mpya jinsi gani inatupeleka, ambapo sasa tuna mitaala ile ya amali. Sasa na zamani zilikuwa hizi fani za amali watoto ukiwapeleka wanakimbia, wanaona kama wametekwa. Lakini sasa hivi imeonekana kwamba hata zile shule tulizo nazo hazitoshi tena. Sasa kwa kupitia sera yetu, mitaala yetu, tumeona kwamba kuna jambo sasa la uwekezaji wa skuli hizi za amali, kwa sababu zinazalisha ajira moja kwa moja. Kwa hiyo tumepata huu mgao ambao skuli yetu moja iko hapa na nyingine iko kule, ili kuhakikisha kwamba watoto wanapata hizi elimu, hasa wale wa kidato cha pili, lakini na wale wanaotoka Mikunguni kupata zile fani za juu zaidi.